Mtu anaweza akaanza mwaka, yuko mwezi wa kwanza wa mwaka, akiwa tu kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka ukaweka malengo yako kwenye mwaka, ukaanza mwezi wa pili, ghafla mwezi wa tatu unashangaa linatokea tukio linavuruga mfumo mzima wa maisha yako. Unakuta mtu anakuambia yuko mwanzo wa mwaka, anasema mwaka huu lazima nitajenga nyumba yangu, na mwaka jana pia alisema hivyo hivyo, na mwaka huu pia amesema. Unaanza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, inafika mwezi wa 4 unamuuliza, vipi ule mpango uliokuwa nao Januari wa kujenga nyumba? Anakwambia mambo yameingiliana, sijui kama mwaka huu nitaweza. Yuko mwezi wa 4 hapo. Ikifika mwezi wa 8 amekata tamaa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu anasema mambo yameingiliana. Mwingine atakwambia mtoto aliumwa ghafla, hela niliyotegemea tanunua kiwanja tumeishia kutibu mtoto hospitalini. Mwingine atakwambia duka liliungua, kwa hiyo nimeanza upya. Mwingine alikuwa na mpango wa kuolewa, anakwambia nimemfumania yule mchumba wangu, kwa hiyo tumeahirisha, sitaolewa tena au sitaoa tena. Kwa unakuta kuna kajambo kanatokea, kana kuvuruga kwenye mwaka, unashindwa kukamilisha malengo yako. Sasa hako kajambo kanakoweza kutokea, hivyo vijimambo vinavyoweza kutokea, ndio tunaviita ndege aliyekula mbegu, kikwazo kilichozuia malengo kufanikiwa. Nasonga mbele na aina ya pili ya ndege. Aina ya pili ya ndege, nisikilize polepole, utaelewa vizuri sana. Aina ya pili, kuna mipango inayoweza